Kwenye game tangu binafsi yangu mimi nitazungumzia upande wangu kwamba nimeanza kukufahamu kwa ukubwa ilikuwa ni mwaka 2015 kama si mwaka 2016. Na wewe ni moja kati ya wale watu wa mwanzo kuifanya Singeli kaweza kupenetrate kwenda kwenye mikoa mbalimbali. Unajua mwanzo Singeli kwa historia ni kwamba ilikuwa kwenye Dar es Salaam na mikoa Pwani ile, yes. Lakini wewe ni moja kati ya wale watu ambao ni wa mwanzo kuweza kuivusha Singeli kutoka kule kuja mpaka huku. Na moja kati ya kitu ambacho mimi sitoweza kukisahau ni kuna clip moja ambayo miaka hiyo niliweza kuiona kwenye tamasha moja. Bwana mzee unawaimbisha ile watu kwamba bana sasa wote njooni upande wa kushoto wa stage, alafu wote urudini kulia, wote wanarudi. Umeelewa vizuri? Kama ni mkoani nilikuwepo. Hiyo nilikuwepo. Mimi nilianza kuiona kwenye TV ile. Kuna ile moja anawaambia kwamba mzee sasa sikizeni wote simpo hapa katika karibu na stage. Sasa wote rudini paka kule getini. Ametusumbua sana. Wanarudi. Ile energy kaka unaitolea wapi? Na unapokuwa unawaamrisha watu namna ile na wanaitikia unapokuwa stage, huwa inakupa kitu gani kwenye fikra zako? Moja kwa moja kwanza mimi nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu historia yangu kwanza ukianzia mwanzo kabisa kabla sijaanza kufanya game ya muziki inajielezea kwamba nimetokea mtaani, lakini mtaani huko kuna vitu vingi sana. Mimi nikaenda kwenye mpira kwa mfano, ni timu ya mpira. Umeona bwana, washikaji ndo timu imeshinda au inataka timu ifanye vizuri. Nje kuna watu wa hamasa kule, au sio bwana? Kwa ukinikabidhi kile kijiji chenyewe kwanza, yani timu kuamsha vile, yani kupiga yale masongi vigoma vile vya Uruguay yani na nafasi hiyo na hicho kipaji, yani kwamba timu imekaa nataka timu yangu ishinde, kwa hiyo lazima mimi nifanye amsha huko. Na waimbisha watu huku. Kwa hiyo nimeanza kutoka navyo hivyo vitu taingia kabla sijaanza kuingia kwenye Singeli. Nishacheza hizi ngoma za kibisa ambapo kama mitaani kuna vikundi va sanaa, mtu anajifunza kuigiza, anajifunza kucheza ngoma za kitamaduni. Mimi nimeshacheza. Umeona, kwa maana hiyo nina vitu vingi sana ndani ya sanaa yangu ya muziki wangu wa Singeli. Umeona bwana, ndio maana hata ukiangalia matamasha ambayo naenda kufanya nje ya nchi, siwezi kwenda peke yangu na DJ Tito, na kuwa naenda na watu wengine wa ngoma, mtu wa kupiga tarumbeta. Umeona bwana, ma dancers. Kwa hiyo na watu karibia 12 13 nasafiri nao kwenda kufanya nao matamasha nje. Umeona bwana, hivyo au kama kuna mtu ana performance zake za wenyewe tunasema show, corporate show, au sio bwana? Tuna hizo nafasi au kuna hiyo offer tunatoaga hivyo. Umeona bwana? Kwa hiyo mimi nimetokea katika maisha magumu. Umeona bwana? Kwanza ukiangalia sina baba, sina mama, ni yatima. Kwa hiyo sijafanya vizuri shule, lakini Singeli imekuja kunifanya mimi sasa nimekuwa na nafasi kubwa sana kwenye maisha yangu. Nasaidia familia yangu, nasaidia na watu wengine wasiojiweza. Umeona bwana, vile na watoto nasomesha. Kwa hiyo muziki kwangu mimi ndio kitu changu cha kwanza kabisa ambacho nakisamini. Kwa hiyo inapokuja swala kwenda kuperform kwenye stage, akili yangu pale sitaki kuihamisha sehemu nyingine yoyote. Ninachojali mimi kuangalia mabosi wangu ambao wamekaa pale mbele wananiangalia mimi. Umeona? Kwa hiyo mimi hao ndio mfanyakazi wao, kwa hiyo lazima nifanye vile ambapo wao wanataka. Umeona bwana? Kwa hiyo muda mwingine sio hamli kwamba nazitoa mimi, ila hao wenyewe mashabiki ndio wanasababisha kwamba mimi sasa ndio nifanye vile. Umeona? Vile niwashukuru mashabiki Tanzania nzima, wamekuwa wakinipokea muda mrefu sana. Umeona bwana, mimi kabla mtaani nafanya game ya Singeli, kabla hata hiyo watu kuna wasanii wakubwa mzee, au bwana, angalia mtu kama Harmonize, sijia kina Leifani, mimi nafanya game mtaani. Umeona bwana, au hapo majumbani kwao jua afanye game, hata kama wanafanya game jua wanafanya game zile za studio zile za uchwala game uchwala. Mimi nafanya Singeli, unajua zile Diamond mwenyewe mtaani kwetu Tandale, yani unajua sio bwana. Mimi naimba visingeli, anafanya production zake za kuhangaika kama studio inatoka, unajua zile sio bwana, nenda kamwambie mimi nafanya game Singeli mtaani na mtaani una ufalme tayari, yani tayari. Yani kwa maana hiyo ukizungumzia ni swala muziki wa Singeli mimi naujua kiundani zaidi sana. Na ndio maana nilipokuja kwenye kuubeba Singeli na ibeba kiufalme na ubeba kikubwa. Umeona bwana, mimi nimeanza kuimba Singeli kabla sina ndevu, lakini sasa za kutosha. So izungumziaje Singeli ya sasa hivi? Namna ambavyo umefanya wewe kwa zaidi ya miaka 10 sasa hivi kwenye game, unafanya Singeli, inawezekana umeipambania hata zaidi ya hiyo miaka ambayo unaizungumzia.
kwa namna ambavyo unaona sasa hivi Singeli imepiga hatua kwa kiasi gani kwenye industry? Singeli sasa hivi kusema kweli imepiga hatua kubwa sana. Yani tusipepese macho kwanza. Mimi moja kwa moja nimpongeze Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Tangia alivyoingia yeye madarakani, kusema kweli maisha yamebadilika, hususan muziki wetu wa Singeli. Tumeenda sana Ulaya. Umeona bwana, tumejua thamani yetu kwa sababu tunapoenda naye kuperform kwenye majukwaa yake, tunajifunza vitu vingine. Kwa mfano kama mimi mwanzo nikiwa nakuja kwenye interview kama hivi, lafu yangu ambayo naweza nikaongea na wewe ilikuwa ni ya kisera, lakini unaona kwamba maisha yamefanya nini, yamebadilika. Hata wa Tanzania wenyewe kwa wengine mtu anasikia tu hii sauti tu ya mwamba, lakini lafu zake mbona sio zile nganga imetight kamba ina shamba, unajua zile usio bwana. Kwa maana hiyo kadri maisha yanavyozidi kwenda, tunazidi kubadilika, tunazidi kujifunza. Na sasa hivi Singeli imekuwa ni ajira kubwa, imeajiliwa na yani vijana wengi wa kike wa kiume. Umeona bwana, umeona sasa hivi kuna paka Albin au sio bwana, wanafanya Singeli bwana, na msanii mkubwa na anafanya show kubwa anaitwa Kizungu. Umeona bwana, usio bwana. Kwa hiyo ukiangalia moja kwa moja imeajiri watu wengi. Umeona ina nafasi kubwa sana. Umeona mwanzo, kwa mfano kama mimi wakati naanza kufanya au na wengine waliokuwa wananiangalia mimi, umeona bwana, walikuwa hawaelewi picha nzuri gani ya kupita, kwa sababu sisi tulikuwa hatuna ikoni wa kutufundisha kwamba maisha au muziki unapopata nafasi lazima ubadilike. Sio kwa sababu umetokea mtaani wewe, umetokea eti msela, basi ndio maisha yako basi yabaki kisela vile vile. Muziki anakubadilishia maisha mengine, una make money, unakuwa kumbe sasa hivi nina pesa, inabidi nijenge. Sasa hivi sina biashara, inabidi nifanye biashara. Umeona? Kwa hiyo vitu vingi vinakubadilisha akili. Umeona bwana? Kwa maana hiyo mwanzo tulikuwa hatuna maikoni yao. Kwa hiyo madogo sasa walikuwa Sholo Mwamba katokea kwenye usela, na mimi subiri lete usela. Kwa maana hiyo unakuta wasanii walikuwa wanakuja, wengine wanapotea. Lakini umeona sasa hivi wasanii wanakuja, wengine wanaimba na kina mama ni jinsi wanavyoimba. Kwa mfano kimzungumzia mtu kama Meja Kunta, umeona bwana, usi bwana kina D Voice hawa, umeona wameleta nao muziki wao nao. Umeona? Kwa hiyo ukiangalia muziki kila siku unazidi kukua. Umeona? Kwa maana hiyo tu zaidi ni kushikilia ambapo au kuangalia mapungufu ambayo yapi yanatakiwa yafanyike. Kwa mfano kama sasa hivi umeona wasanii wote wakubwa wa Bongo Flava wanafanya live performance. Umeona bwana, wanajaribu ku take over kama wanavyoona wa Nigeria au sio bwana, wenzetu wanavyofanya. Kwa nao wapo kwenye mapambano hayo. Kwa hiyo sasa hivi tusiwacheke hawa wakubwa ambao sometimes mbona performance yake haijawa na kiasi. Umeona bwana, kwamba hao nao wapo kwenye mihangaiko ya kutoka kwenye nafasi hiyo kwenda kuangalia sasa tunapoenda kwenye matamasha makubwa, tunapoalikwa kwenye show za watu Ulaya, basi tunapoenda twende kwenye full kila kitu yani. Okay, a short commercial break.